Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu cha leo, kipindi cha Pirao. Anayekuendeshea kipindi hiki ni mimi najulikana kama Rei Masoko. Mpenzi mtazamaji, leo tutazungumzia matabaka. Yani ninamaanisha kati waliokuwa nacho na ambao hawana. Hapa pembeni niko na mwenzangu Mzee wa Busara. Karibu sana Mzee wa Busara. Sasa napenda kutambua wewe uko upande gani kati waliokuwa nacho na ambao hawana. Unajua bwana Masoko, naomba unyooshe mada yako. Usiseme kati ya wanacho na hawana. Sema kati masikini na matajiri. Naomba urudie useme ninavyosema mimi. Hiyo ni kauli tata, hakuna shida. Naomba nikuulize swali kulingana na wewe mwenyewe unavyotaka. Kati waliokuwa nacho, yani matajiri, na wale masikini, wewe uko upande gani? Sasa ulikuwa unazungukaje? Ungenyoosha tu maongezi. Yani mimi nipo kwa wale masikini. Haki ya Mungu bwana Masoko, hapa mjini mimi binafsi nina nyumba ambayo ni sawasawa na polisi posti. Nadhani hujaelewa. Polisi posti maana yake ni chumba na varanda. Alafu ina matoleo ya kutosha. Ingawa nilikuwa bega kwa bega na mwalimu, ila tulikuwa ni wazalendo na tunataka maisha yetu yawe pamoja. Naomba niseme kitu kimoja. Katiba yetu ukisoma ni katiba ambayo tupo katika mfumo wa ujamaa na kujitegemea. Hatupo kwenye mfumo wa kibepari. Sasa tukiingia katika wale ambao wanacho, tunaingia katika mfumo wa kibepari. Asante sana bwana Busara. Hapo ulipofika, nadhani unataka kuingia ndani zaidi. Huko tutafika. Hii ilikuwa ni intro kidogo. Naomba tumsikilize bwana Bonde kulingana na tafiti zake ana yapi ya kuzungumza. Asante sana bwana Masoko. Yani tabaka linazidi kuwa kubwa kiasi ambacho watu wameanza kugawana maeneo kati ya ambao wanacho na ambao hawana, kati ya ushweni na uswazi. Kabla sijaingia kwenye mifano, yani bwana Masoko, hata kwenye matumizi, ushweni ukiwasikiliza bajeti yao kwa mwezi, wanakuambia anatakiwa kalipie yale machaneli yao makubwa, alafu isitoshe mlo wana mafuta, vocha na kadhalika, kwa siku ni 150,000. Oh my god, ukija uswazi kwa wenzangu na mimi utasikia kimenuka, my god, ugali hilo. Hapo ndugu yangu anaanza kufuata majina bwana Masoko. Afu kamboga chenyewe uliza ni samaki wa kuhesabika, yani fungu moja la dagaa. Mungu wangu bwana Masoko, swali la kujiuliza ni je, nini kimeleta matabaka haya? Na je, nini kinachosababisha matabaka haya kuendelea kuwepo? Kwako tena bwana Masoko. Asante sana bwana Bonde kwa uchambuzi wako na swali lako la msingi. Haya, Mzee wa Busara, una yapi ya kuzungumza? Bwana Masoko, hebu tusijaribu kuzunguka mbuyu tukamtafuta mchawi ni nani. Hapa tatizo ni corruption. Kwa wale wasioelewa, kwa Kiswahili ni rushwa. Yani hawa mafisadi wanawanyonya wenzao. Haki ya Mungu, hawana hata huruma. Yani jitu lina mijihela mingi lakini bado linataka liendelee kuchukua na hizo nyingine. Sasa unazania matabaka yataisha? Hata wakati wa mwalimu hii swala lilikuwa linamkera kweli kweli. Na akaweka utaratibu kwa wale wala rushwa, bakola 24, 12 wakati unaingia, 12 wakati unatoka, ukamwonyeshe mke wako. Hebu tumsikilize rafiki yangu. Dada, huo ni taratibu kabisa. Na tunapochagua kiongozi lazima muangalie kiongozi akisema anachukizwa na rushwa. Chanzo cha umaskini Afrika na ulimwenguni kote ni corruption. Sasa hii corruption mkiendekeza mkaiachia, inakuja kuzaa matabaka.
matabaka yanakuwa makubwa kabisa kabisa, kati waliokuwa nacho na ambao hawana. Sasa nadhani mmemsikia. Hili tabaka litoweza kuisha mpaka tuweze kutatua rushwa. Haya, nadhani tumemsikia mzee wa busara na busara zake. Moja kwa moja tumwachie nafasi Sutia Brown. Ninakuomba usiondoke katika runinga yako. Karibu katika Sinia la Mapochopocho. Leo tunaenda kumbipu mzee wa takwimu ili atuambie takwimu za umasikini na utajiri katika nchi yetu hii. Halo bwana mkubwa Raida Yakuzi, habari ya leo? Pole na mihangaiko ya kuzunguka Tanzania nzima na kufanya tafiti. Sasa katika tafiti zako Tanzania nzima, vipi swala la waliokuwa nacho na ambao hawana? Waliokuwa nacho na wale ambao hawana, kwa takwimu zetu zinaonyesha kwamba idadi ambao hawana inazidi kuongezeka na wale ambao wanacho. Yani hawa wenzetu ambao wana uwezo mkubwa, idadi yao ni ndogo kuliko hawa ambao hawana. Kaka mkubwa, wewe uko upande gani kati hayo matabaka mawili? Actually, mimi niko katikati. Mimi siko tabaka la chini, vile vile siko katika hili tabaka la juu. Kaka mkubwa, mbona unavyoonyesha kwamba wewe upo katika tabaka la wenzetu, tabaka la matajiri? No. Actually, niko katikati. Huku siko wala na huku siko. Kama uko katikati, takwimu zako hazijatuonyesha watu walio katikati. Sasa utatuambiaje wewe upo katikati, mheshimiwa? Actually kijana, ngoja nikuuliza wewe mwenyewe. Uko upande gani kijana Mheshimiwa, mimi nimekuuliza wewe, naomba unijibu wewe kama wewe. Mimi niko tabaka hili la watu wa chini. Yaani mheshimiwa, unataka uniambie wewe unakula mlo mmoja kwa siku? Kijana, wewe ndio umenipa hilo tabaka la hawa ambao wanazo kwa kuniita mheshimiwa. Ukitoa hilo mheshimiwa, mimi ni mtu wa kawaida. Mzee wasioyaweza, mlitumia njia gani kupata hizo takwimu? Tulitumia njia za science. Yes. Kwamba tulijaribu kupita kwenye vibanda vya mantilie, tukakuta watu wanaokula kule ni wengi. Ukija kwa upande wa ushwine, maskini ya Mungu huku, tukajaribu kupita yale maeneo yenye hadhi. Ukiingia chakula tu kidogo tu unaambiwa shilingi 12,000. Kwa kuta ni wachache na watu hata sura zao ukiziangalia unasema kweli hawa wako vizuri. Haya mzee, swali la kizushi. Wakati mnazunguka Tanzania nzima, hukuchakachua hata kidogo? Wewe kijana una maswali ya kuchokonoa sana watu. Mzee, unaniambia ulikuwa mwaminifu kiasi hicho? Bwana kawabize ghafla. Wewe mpenzi mtazamaji, unasemaje kuhusu haya matabaka? Nidondoshe katika kurasa zangu za Facebook na Twitter, yani @PilauTV. Wako tena bwana Masoko. Asante sana Sutia Brown kwa mapochopocho yako. Mpenzi mtazamaji, tupo katika kibarazani na leo tumepata mgeni. Atajitambulisha mwenyewe wakati ukifika wa kuzungumza. Tunaye kaka yetu Jembe na mzee wa busara. Dada Kipele bado yupo katika mishe zake kama kawaida yake huko mtaani. Bwana Jembe, utalipila kusema kuhusiana na matabaka haya kati waliokuwa nacho na ambao hawana? Ngoja nikwambie, hapa kitu ni ubepari na ujamaa. Umeona? Sasa ubepari, ile dhana ile ya tukuamini ubepari na ile dhana tukuamini ujamaa ndio tufikisha hapa. Umenisoma vizuri Yaani mimi hapa kwanza kwa upande wangu na ukubali sana ubepari. Ujamaa fikra za kimasikini. Yaani kimwana mtanazo jamaa ujue maskini huyo, uwezo wake wa kufikiria ndio shaishi hapo, hana jipya. Lakini bepari
Ye kila siku anawaza kupanda tu. Uongo. Tumena mimi nakubali ubepari kwa sababu shida zako nini unajitatulia mwenyewe. Sasa njoo kwa sentro ujamaa huku. Shida yoyote unataka utatuliwe. Yaani kila shida unataka utatuliwe. Kaja na umebwabwa. Hata kutandika kitanda unataka utandikiwe. Majani yakiota nje nyumba yako unataka serikali ije ikung'olee. Samahani bwana Masoko. Napenda kumuuliza huyu jembe na fikra zake ndogo. Wewe unausifia ubepari, alafu unakata ndale. Alafu maisha yako yamechoka maskini ya Mungu. Unauza supu ya pweza. Wewe unausifia ubepari. Ubepari ndio unakufanya uwe hapo. Maana wanakunyonya maskini ya Mungu. Hata ujielewi. Kaka mkubwa Masoko, ili sisi limetokea wapi? Linavamia tunadandia treni kombela utakufa. Tandale kwani hamna matajiri. Sasa mimi ndo tajiri wao. Sasa mimi ndo kijumbe, mimi ndo naikaelaza michezo. Sasa sio tajiri. Haya, ni tumewasikia jembe pamoja na busara. Mwachie nafasi mgeni wetu. Karibu sana mgeni wetu. Hakuna kitu kibaya pa duniani kama shida. Haijalishi we mkubwa ama tajiri, shida iko pale pale. Shida, shida. Wetu baluba dina la lulu ya kwa tishani budi mado. Kwa tini bakabisha malula. Toronta buenshelo. Voila. Epika na bipechi ya vweno. Samani kaka. Nadhani sasa unakoelekea siko. Naomba urudi kwenye mada. Naomba ujitambulishe na uzungumze yanayohusu kipindi na lugha inayoeleweka. Samani kidogo. Mimi naitwa Batoto Bakongo. Iko mwimbaji mzuri sana. Iko napiga mashosho masehemu tofauti. Najua nataka niseme jambo moja. Tanzania ile mtu yake iko muvivu kufanya kazi. Muvivu sana. Mimi nilikuwa Kongo tuapigana na vita mawili vita napigana. Mtu inakufa, uchumi wa nchi inayumba. Unasikia mlio wa bunduki mpaka unauzoea. Anachezea vita. Sasa mimi nikapoteza kitu yangu yote. Nikawa kama mkiwa. Nikapambana toto ya kiume nikaja kwa tize Tanzania. Ya Mwalimu Nyerere kufika hapa. Mtoto ya kiume napiga show nyingi najituma. Sahi niko na mapesa mengi. Iko mapesa mengi. Sahi mimi ni PDG na matoto ya ng'ombe. Ngoja nikwambie mavile masoko. Mimi hapa. Hii mtu inasema sui matabaka iko huyu anayo huyu hana. Hii ni uvivu. Bana sema zunguka. Hii ni muvivu, haitaki fanya kazi. Jitume fanya kazi kama punda. Oya. Ancha biashara za kiboya. Wewe unalelewa na mwanamke Kinondoni pale. Afu unajilea una hela nyingi. Wewe unatoa wapi? Wewe pimbi tu. Maisha magumu bongo. Bora uwebe pali. Kwanza huyu jamaa bwana Masoko umemtoa wapi? Kwanza tumuulize. Ana passport ya kuishi hapa nchini? Sio anapiga makelele. Kaka, nadhani umesikia maswali na changamoto ambazo umekumbana nazo. Bwana Bakongo, unalipira kusema. Unajoga ni vile unakuja kwa tize unatafuta hela, lakini na believe ukiwa mwimbaji mzuri mcheza movie msulu kana muonekana na handsome boy, unapiga ile poda yako ile, ukipiga mapoda ukawa na mvuto ukajituma, Mungu anasaidia wewe, napatia pesa. Alafu najua ni nini ni vile kaka mkubwa. Naomba mniruhusu niende nikapige kasho ili tupate kapesa. Kuzungumza hapa funo ingiza mane. Inakuwa sio musuli. Ngoja nikapige kasho. Passporti na nini tutakuja kuzungumza siku ingine. Busara umegusa mule. Waona waisho yoshone nitakupiga wapi? Tunataka passporti. Yani wakati wetu mtu hawezi akatoka huko nchini kwake anakuja hapa alafu anaanza kudharau wazawa. Yani tulikuwa na misimamo kweli. Sasa huyu anataka dharau wazawa. Mimi hata simuelewi. Kama mwalimu angekuwepo hakuna jambo nalolichukia kabisa. Kama mgeni anakuja alafu anaanza kudharau wazawa. Kwani udharau wazawa? Kuna miaka fulani hivi kuna wazungu walikuja huko kutoka Umoja wa Mataifa akafika hapa, kapigiwa simu, nilikuwa nyumbani kwangu Msasani, alafu nikaambiwa bana ofisini kuna wageni, nikaenda.
Nilivyoenda wakaniambia, mzee, Umoja wa Mataifa unatakiwa utangaze useme kwamba hela yako imeshuka shilingi. Wakaja na maneno mengi kweli kweli. Nikasema huo Umoja wa Mataifa walikaa wapi? Huko walikokaa wangeniita, lakini sio wanakuja nchini kwangu na kunipangia. Nikawatimua siku hiyo wakaondoka kabisa kabisa. Lazima tuwe na misimamo. Tusiwaachie wazawa tukasema wawekezaji wengine ni mijizi na kuja kutufilisi. Tunadanganyikana na uwekezaji. Kwani sisi wenyewe tunashinda kujiwekeza? Nimeshasema tatizo sio umaskini, tatizo ni tabaka. Ndio. Asante sana mzee wa busara kwa busara zako. Bakongo, leo umetufurahisha kweli kweli. Basi tunaomba utufungie kipindi. Ni mimi Batoto Bakongo. Mama Jenny nakuona hapo pembeni. Sasa mbona unaanza kurusha watu majina? Tunakuomba utufungie kipindi. Asante mtazamaji, au revoir.